kulikuwa na dodoso maalum la watu wa Tanzania wanaojihusisha na madini, kupata takwimu zao wote kwenye mnyororo mzima kwa mara ya kwanza. Na takwimu hizo tumeshazipata, ni takwimu official, ziko TBS kule, NBS sorry. Wanasema Watanzania milioni 6.04 na kuendelea wapo kwenye mnyororo wa sekta ya madini. Na wakaenda mbali. Karen hapa umeongea swala la kuongezeka kwa wataalamu wanawake, na kweli hata hivyo hizi takwimu zinakubeba kwamba 51.42 kati ya watu milioni 6 kwenye mnyororo ni wakina mama. Tuwapigie makofi. Ule mfumo dume kwenye sekta unaisha. Sasa hapa naongea na vijana. Hizo takwimu zinasema milioni 4 kati ya hizo milioni 6 ni vijana, sawa na 67% ni vijana. Tuwapigie makofi na wao. Jamani, takwimu hizo zinazungumza na maendeleo yaliyotokea kwenye tasnia ya uziduaji, tofauti na ilivyokuwa miaka ya nyuma kwamba tulikuwa tutoa hiyo elimu kabisa mpaka wataalamu wetu wanaenda kusoma Zambia, Australia. Lakini sasa hivi tuna shule yetu mahiri inayotoa wataalamu wa kiwango hicho 120 mpaka 140 kwa mwaka. Ni maendeleo makubwa sana, na ndio maana mnaona hata hizo takwimu. Kuna dira kwenye madini ya Mheshimiwa Waziri inasema Vision 2030, madini ni maisha, madini ni utajiri. Na hii dira imelenga kwenda kuongeza kiwango cha utafiti kutoka 16% mpaka kufika 50% ifikapo 2030. Utekelezaji wa dira hii utafanywa na nani? Utafanywa na wanasomi, si ndio? Kwa wanasomi, jipangeni. Hizo ndio fursa zinazojitokeza. Jipangeni, malize masomo yenu, mfaulu vizuri, mje kwenye sekta. Tayari serikali imeshajipambanua na imeshaonyesha dhamira ya dhati ya kuthamini mchango wa sekta hii ambayo nyie ndio wataalamu wake kwa maana wa Tanzania. Kwa maana ya exploring opportunity for young scientists and young engineers. Kwa kweli mazingira yapo tayari, yapo niwezeshi. Malizeni, mje mconnect na sekta, fursa zipo na zinaendelea kuwepo. Asante. Naitwa Karen Mushi, ni mwanafunzi wa mwaka wa 4 Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nasoma Bachelor of Science in Mining Engineering. Event yetu inaitwa SOMJ Career Gala 2025 ambayo inago by the theme Exploring Opportunities for Young Engineers and Geoscientists. Event yetu hii imelenga wanafunzi wanaosoma madini, jiolojia ya miamba, mafuta na gesi katika vyuo vyote Tanzania. Lakini siku ya leo tuna wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tuna wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Institute of Technology, tuna wanafunzi kutoka Dar es Salaam Marine Institute. Kwa hiyo lengo la hii event ni kuwa connect wanafunzi na industry. Wako watu wa makampuni mbalimbali ambao wamefika kwa ajili ya kukutana na wanafunzi na kuwapa opportunities ambazo ziko kwenye soko la madini na geoscience. Changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye sekta ya madini kama wanafunzi ambao tunamaliza ni
changamoto ya mtaji. Niweze kusema changamoto ya mtaji kwa sababu wako ambao wanataka kuajiriwa na wako ambao hawataki kuajiriwa. Kwa wale ambao hawataki kuajiriwa mara nyingi wanakosa mtaji. Kuanzisha biashara ya mgodi au uchenjuaji madini inahitaji mtaji mkubwa sana. Kwa hiyo changamoto ya mtaji hiyo naweza nikaaddress kama changamoto kubwa ambayo inawakuta wanafunzi wanaosoma haya masomo. Kwanza kabisa nishukuru serikali kwa sababu imeongeza idadi ya wanawake au watoto wa kike wanaosoma masomo ya sayansi kama madini na jiolojia na mafuta na gesi. Kwa hiyo mimi ningeiomba serikali iweze kutoa fungu maalum kwa ajili ya wanafunzi ambao wanatoka katika vyuo kwa ajili ya kuwapa mikopo katika migodi. Mimi nadhani serikali ingeweza kufanya hiko kitu, ingekuwa ni vizuri zaidi. Kuwapa mikopo watoto au wanafunzi ambao wanatoka mavyuoni ili waweze kuanzisha miradi yao wenyewe, ili waweze kuanzisha migodi yao wenyewe, kwani kutegemea ajira inarudisha nyuma sana vijana wa sasa hivi. Tuweze kujiajiri kupitia mikopo tunaipata katika serikali. Event hii ya kwetu ya leo mahususi imebase kuwanufaisha watu wa finalisti ambao wanaelekea nje ya mtaa na kujua jinsi industry kwa ujumla ya upande wa madini na jiolojia inavyoendelea, kuhusu masuala jumla ya finance, masuala jumla kuhusu jiolojia kwenye kampuni, masuala yote ambayo yataweza kumsaidia yeye kujiconnect kutoka kwenye elimu yake na maisha ya duniani yanayohusiana na mambo ya masuala ya sekta ya madini na jiolojia. Leo hii tuko hapa ukumbi wa Mlimani City kwa ajili ya SOMJ Career Gala 2025 ambayo imeandaliwa na wanafunzi, kamati ya wanafunzi kupitia uongozi wa shule kuu ya madini ukishirikiana na staff pamoja na uongozi mzima wa shule kuu ya madini. Kwa kuwa changamoto za mitaji ni changamoto kwa sisi wanafunzi, nafikiri kupitia event hii imewasilishwa vema kupitia wawakilishi ambao wamekuja kutueleza namna ya kupata hiyo mikopo ya kuaccess, na naamini wanafunzi wamepata elimu nzuri. Kwa hiyo elimu endelee kutolewa zaidi juu ya upatikanaji wa hiyo mikopo, na wanafunzi pia waendelee kuiendea hiyo mikopo bila kuwa na wasiwasi wowote.